Hello, karibu sana tena kwenye The Patrick Sawyer Podcast. Naamini umekuwa ukiendelea vizuri. Bado tunaendelea kuongea kuhusu spiritual growth. Unajua you can float your way to mediocrity. You can float your way to comfort. You can float your way into distraction. You can float your way into so many other things. You can float your way into compromise. Yani kuna vitu ambavyo wala huhitaji kutumia energy. You can just go with the flow alafu ukajikuta umevipata. Lakini you will never float your way into spiritual growth. If you want to grow spiritually, you have to swim upstream. Inabidi uogelee kinyume na mkondo wa maji. System za dunia hazijawa designed kukusupport wewe kukua kiroho. Maisha tu yalivyo generally hayajawa designed kukusupport wewe kukua kiroho. Ulimwengu wa roho wenyewe wa mfalme wa giza hauko tayari kukuruhusu wewe kukua kiroho. For you to grow up spiritually, you need to engage a gear. You need to put your hands to work. You cannot grow with your mind on the neutral. You cannot just be passive and lenient. You have to be active. You have to engage a gear. You have to push. You have to wake up in the morning and be intentional. You have to apply pressure. You have to engage for you to be able to grow up spiritually, for you to be able to grow up spiritually. If you don't grow, you will end up being a reservoir. Unajua reservoir ni ile sehemu ambayo maji huwa yanatunzwa, yanatuama. Utakuwa kama bwawa hivi fulani ambalo tu maji hayatoki. Yanaingia tu, kama ni maji ya mvua yanaingia yanakaa hapo. Hakuna maisha, there is no life, there is no movement, there is no excitement. Utajikuta you are born again, yes, but you are just a reservoir. Yani hakuna sana kinachoendelea. Lakini huo sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu sio kutuokoa alafu tuwe reservoirs. The plan of God is for us to be conduits. We have to be a medium through which the power of God is flowing and touching other people's lives. Inabidi tuwe ni medium ya nguvu ya Mungu kupita kutokea kwetu alafu iwafikie watu wengine. Ya nuru ya Yesu Kristo kushine kupitia maisha yetu. Sasa you cannot do that if you are not growing. You cannot do that if you are not growing. Profesa yangu mmoja wakati ninamaliza shule yangu moja hapo niliyosoma, aliniambia watu wengi sana wakimaliza for instance labda masters ya theology huwa wanaona wamemaliza, they are done, wamesoma, wamemaliza, lakini aliniambia stay on the cutting edge. Yani stay on the cutting edge. Sasa you cannot stay on the cutting edge if you are not growing. Yani usipotee, usipokuwa makini utapotea. Lakini for you sasa kuwa pale mbele pale kwenye cutting edge pale, then you have to be a growing Christian. Kwa nini? Kwa sababu also God is doing new things every day. Bwana anasema nitafanya jambo jipya nalo litachipuka. Je, hamtalijua sasa? So God is doing a new thing. What God did yesterday is good, but it is a testimony. Today God is doing a new thing. He's not doing what he did yesterday. He's doing a new thing. Unajua hata Yesu hakuwaponya watu kwa namna moja. Yani kuna ambao aliwapaka matope, wengine aliwaambia tu akajionyesha kwa nani wale, kwa makuhani, wengine alimwambia tu kwamba chukua godoro lako uende, wengine aliwawekea mikono, wengine hata hakwenda, alituma neno. Kwa sababu Mungu sio Mungu wa mazoea, sio Mungu wa jana na juzi. Mungu anafanya mambo mapya kila siku. Mungu anafanya mambo mapya kila siku. Sasa you cannot walk with God and be on the cutting edge if you are not growing. Kama you are stuck on yesterday kiufahamu wako wa kimungu. Huwa nasema kwa mfano, unajua kama Ibrahimu angekuwa amebaki na neno la Mungu alilolisikia jana, angemchinja Isaka. Kwa sababu jana Mungu alisema akamchinje. Biblia inasema asubuhi mapema akaamka akaondoka. Lakini kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mungu sio Mungu wa jana, Mungu ni Mungu wa leo, alikuwa anaenda anafanya setup, lakini bado antena zake za kiroho ziko macho, anasikiliza Mungu unasemaje leo. Mungu anasema kweli, jana nilisema mchinje, lakini leo nasema muache. Kuna mwana kondoo huyu hapa. Kuna mwana kondoo. Sasa you cannot be on the cutting edge if you are not growing. You need to be a growing Christian for you to be on the cutting edge. Sasa unajua pia Mkristo anayekuwa is a very exciting Christian to be around.
ukiwa around a growing Christian is a very exciting thing, kwa sababu almost all the time there is a fresh thing kwenye moyo wake. Kuna kitu cha kimungu, kuna revelation fulani ambayo anaimeditate na kucontemplate, kuna sauti ya Mungu, kuna kitu kipi ambacho Mungu anasema naye kwa wakati huo, and that is how God wants us to be. Sasa leo nataka tuongee kidogo kuhusu shauku, hunger, the hunger for growth, the hunger for growth, shauku ya kukua. Labda kwa episode kama 2-3 hivi tutaongea deep kuhusu shauku, kwa sababu bila shauku hautakuwa. Na unajua shauku ndo inayomfanya mtu aweze kuwa na nguvu ya kupush. Kukua kiroho sio kitu chepesi. Ingekuwa ni kitu chepesi kila Mkristo angekuwa, kwa sababu kila Mkristo anapenda. Lakini kukua kiroho kutakutaka uweze kukabiliana na vizuizi, uweze kukabiliana na changamoto zilizopo, uweze kuzishinda, halafu uweze kukua. Sasa kuweza kufanya hivyo inabidi uwe ni Mkristo anayekua. Kwa kitu cha msingi cha kwanza unachokihitaji ili ukue kiroho ni shauku. Ni njaa ya kukua. Huwezi kuwa na drive ya kukuwezesha kuwekeza kwenye ukuaji wako wa kiroho kama huna shauku. Shauku ndio drive inayokufanya uweze kuwa na nidhamu inayohitajika ili uweze kukua kiroho. Mtu asiye na shauku hata kwenye maisha ya kawaida tu hatafika mbali. Yaani kama unakosa ile enthusiasm, unakosa ile passion, unakosa ile drive hata kwenye maisha, achana na maisha ya kiroho, hata kwenye maisha ya kawaida, if you are lacking that, you will not go far. Hautaenda mbali. Unafikiri kwa nini wahenga walisema watu imara huwa wanatengeneza nyakati nyepesi zinazotengeneza watu dhaifu wanaotengeneza nyakati ngumu? Yaani ukimkuta mtu ambaye ni imara atakuta hali ngumu kwenye mazingira aliyoyakuta, lakini atatengeneza, kwa sababu yeye ni mtu imara, atatengeneza nyakati nyepesi. Kwa mfano kama ni baba, yeye alikulia kijijini, alikuwa hata na viatu, lakini amepambana, amesoma, amekuwa wa kwanza kijijini kwao kufika chuo kikuu, amepata kazi. Huyo ni mtu imara. Yeye sasa atawatengenezea watoto wake wakati mrahisi. Halafu asipokuwa makini, hawa watoto wake hawa watakuwa watu dhaifu kwa sababu hawana drive kama aliyokuwa nao yeye. Halafu wakiwa watu dhaifu watatengeneza wakati mgumu, watajikuta wamerudi kule ambako baba yao alishatoka. Yaani watajikuta wameingia kwenye madawa, labda wameingia kwenye maisha tu yasiyokuwa na utaratibu. Utakuwa umeona labda changamoto kubwa ya watu waliofanikiwa na jinsi ambavyo watoto wao huwa wanakuja kuwa na changamoto nyingine nyingi. Sasa kinachokosekana mara nyingi huwa ni shauku, huwa ni njaa, huwa ni drive. Kwa hata kwenye maisha tu kawaida, mtu ambaye hana shauku ni mtu ambaye hatafika mbali. Niliwahi kusoma utafiti uliofanyika Marekani unasema watoto wanaotokea kwenye neighborhood nzuri huwa wanafanya vizuri zaidi kwenye maisha. Kwa mahali unapoishi pia panamata. Yaani mtoto anayetokea kwenye neighborhood nzuri, kwa mujibu wa utafiti wa Marekani, waliwagundua kwamba wanafanya vizuri zaidi kuliko watoto wanaoishi kwenye mageto huko, wanaoishi kwenye masehemu huko ambako uhalifu huko juu na nini. Kwa nini? Sababu nini? Kwa sababu hawa watoto wanaoishi kwenye neighborhood nzuri huwa wanaona vitu vya kuwahamasisha. Wanasema if you see better you do better. Kwa wanaona watu waliofanikiwa, ndo asubuhi wanaamka, wanakutana nao, wanapishana nao. Hiyo tu yenyewe inawajengea shauku ya kutamani na wao kufanya vizuri. Sasa huwezi kufanya mabadiliko kama huna shauku inayotoka ndani. Huwezi kufanya mabadiliko kama huna shauku inayotoka ndani. Shauku haionekani kwenye maneno peke yake. Shauku inaonekana kwenye tabia. If you are hungry, then we will see. If you are passionate, we will see. If you are enthusiastic, then we will see that. Sio kwa kupitia maneno wala wewe kutuambia. Tutaiona hiyo kupitia maisha yako, jinsi ambavyo unaishi. Unajua hakuna mtu ambaye hapendi kulala asubuhi kwa mfano. Yaani alfajiri ile. Asilimia kubwa wanadamu wangependa walale ile saa 11 hadi 12. Lakini kitu kinakachokufanya uamke uache kulala ukamwombe Mungu ni nini? Ni shauku. Yaani inabidi shauku yako izidi usingizi, izidi baridi ya asubuhi, izidi uvivu, izidi uzembe.
halafu uweze kufanya. Hakuna mtu ambaye anapenda kufunga. Hakuna siku ambayo utaamka asubuhi mwili wako ukuambie funga. Kila ukiamka asubuhi mwili wako utakuwa unakupa suggestions za vitu ambavyo unaweza ukala kwa hiyo siku. Sasa unawezaje ukaamka asubuhi vitu vipo, ukaacha mandazi, ukaacha chapati, ukaacha supu, ukafunga? Sio kwamba huna uwezo wa kuvipata, unaweza kuvipata, lakini ukaviacha. Shauku. Kitakachokufanya uache hivyo vyote ni shauku. Kwa ukiona bado kuna mtu huwa anasema mimi nikifunga naishiwa nguvu. Sasa hujala, utaanzaje kuishiwa nguvu? And I feel dizzy. You will feel dizzy because you are fasting. Sasa kama bado tu hivyo ni vikwazo kwako, maana yake bado wewe haujawa na shauku ya kutosha. Yaani shauku yako imeshindwa hata kuishinda njaa. Nakumbuka wakati nakuwa sisi ibada yetu kule, ibada za katikati ya wiki ilikuwa ni Jumatano na Ijumaa jioni saa 10 hadi saa 12. Na saa 10 sisi tulikuwa tunatoka shule kama saa 9 hivi na nusu. Na kanisani ilikuwa ni karibu sana na shuleni kwangu, shule ya msingi. Halafu nyumbani ni mbali. Yaani nikitoka kanisani naingia shuleni, naweza tu nikaingia kanisani, halafu ibada ikiisha ndo nikaenda nyumbani. Lakini nikienda nyumbani kwanza tu kutembea hadi nyumbani itakuwa ni 1 hour. Kwa sasa nikaa siendi kanisani, nikawa naenda nyumbani. Siku moja kakaangu akaniuliza, sasa kwa nini huwa huji kanisani? Nikamwambia bwana, njaa, mimi naumwa na njaa sana. Muda huo saa 9 mimi sijala tangu asubuhi, yani nilivyokunywa chai. Kwa lazima niende nyumbani. Akaniambia tu kwamba wewe bado, yani that is a good excuse, lakini inaonyesha uko wapi level yako. Yani bado umeshindwa, hata njaa imekushinda. Unafikiri utaweza nini? Kama kuishinda njaa tu umeshindwa. Maana yake bado shauku yako iko chini sana. Yani wewe shindana na njaa kwanza. Ukishaishinda njaa tutaongea kuhusu mambo mengine. Hata kwa sababu nilikuwa teenager, nilikuwa napenda challenge. That was a challenge to me. Na kutokea pale nikawa nikitoka kanisani, shuleni naingia kanisani, nitakuja kula dina na sijafa wala hata sijapata ulcers. Lakini nimekuwa kiroho. Hadi leo naweza kukuambia vitu ambavyo tulikuwa tunafundishwa zile jioni kanisani. Sasa kuna muda tuna excuse za kukua kwa sababu shauku iko chini. Shauku iko chini. Unataka kukua kiroho, lakini unataka how much do you want that? Unaitaka hiyo kwa bidii kiasi gani? Ukitaka kukua kiroho kama ambavyo unataka kupata hewa, utakuwa. Utashinda vikwazo vyote ulivyo navyo. Utashindwa vikwazo vyote ulivyo navyo. Utasema bwana, mimi nashindwa nyumbani kutulia, kutafakari kwa sababu watu wanapiga kelele. Yaani kama umekosa solution ya namna ya kuishinda kelele, maana yake wewe bado, yaani wewe kashindana na kelele kwanza. Halafu ukishaweza kuishinda kelele, tutaongea kuhusu mambo mengine. Mazingira, yani ukiwa huna shauku, mazingira yatakushinda. Utakuwa una excuse kwa sababu excuse zipo. Excuse zipo. You can either grow or you can have one excuse. But you cannot have both. So you have to choose. Inabidi uchague. Kila mtu anapenda kusikiliza redio. Kila mtu angependa kusikiliza uchambuzi wa asubuhi. Kila mtu angependa kusikiliza sports analysis. Lakini kitakacho kufanya uzime redio ukiwa njiani unaenda kazini, usikilize Biblia, ni shauku. Kama una shauku ya kukua kiroho, utasikiliza Biblia, utasikiliza mahubiri kama hivi, utasoma vitabu. Kila mtu angependa akifika nyumbani jioni aingie social media hadi muda wa kulala. Lakini kitakacho kufanya uweke simu pembeni au utumie simu yako kusoma na kusikiliza vitu vya msingi na kusoma Biblia nini? Ni shauku. Ni shauku. If you are hungry, you'll find a way. If you're hungry, you'll find a way. Kama ambavyo ukiwa na njaa unatafuta namna ya kula. Hata kama una hela utakopa. Basi kama unataka kukua kiroho pia utatafuta namna. Utatafuta namna ya kuweza kukua. Kwa hiyo huwezi kwenda mbali kama una shauku. Huwezi kwenda mbali kama una shauku. Kwa kama unataka kubadilisha hali yako ya kiroho, hali yako unataka kukua kiroho, na hata kwenye maisha tu generally, you need to cultivate. Unabidi ucultivate shauku yako. Mshale ambao haujavutwa nyuma kwa nguvu hauwezi kwenda mbali. Ili mshale uende mbali lazima uvutwe nyuma kwa nguvu. Sasa kinachokuvuta nyuma kwa nguvu ni hiyo shauku. Ni hiyo shauku. Na rafiki yangu mmoja aliambiwa hivi, alipewa neno la kinabii. Aliambiwa
Mungu atakutumia sana, lakini inabidi umtamani yeye kuliko unavyotamani chakula. You have to desire him more than the way you desire food. Your hunger for him has to supersede your hunger for food. It has to supersede your hunger for food. Kwa mtu ambaye hana shauku, hata Mungu hajui cha kufanya naye. Yaani mtu ambaye ameridhika tu, yaani yeye kwake jua na mvua ni sawa tu, usiku na mchana kwake ni sawa tu. Huyo ni mtu ambaye hata Mungu anampa wakati mgumu sana wa kufanya naye kazi. Kwa Mungu kama Mungu, kwa sababu Mungu anakupenda sana, mara zote ataanza kwa kukupa shauku kwanza. Ataanza kwa kukupa shauku. Biblia inasema kwenye Zaburi 107 mstari wa 9. Inasema maana huishibisha nafsi yenye shauku, na nafsi yenye njaa anaijaza mema. Yaani hata Mungu ili aweze kumshibisha mtu inabidi huyu mtu awe na shauku, inabidi awe na njaa. Kwa hiyo ukienda kwa Mungu ukiwa umeridhika na ukiwa umeshiba, wewe tayari yaani unampa Mungu wakati mgumu sana. Hajui cha kufanya na wewe. Mungu anataka watu wenye njaa, watu wenye shauku. Anataka watu wenye njaa, watu wenye shauku. Watu wamekuwa wakiniuliza kwa nini tumefanya fire conference 2 Moshi back to back ndani ya mwaka, ndani ya miezi. Tulifanya moja Januari, nyingine tumefanya Julai. Kwa ndani ya 6 months tumefanya fire conference 2, tumefanya university tours kadhaa. Jibu langu ni simple tu. Yaani Moshi kilichofanya tumefanya fire conference hizi zote ni njaa ambao nimekutana nayo pale. Nimekutana na wanachuo ambao they are hungry for God. They are hungry. Hata nikiwaambia tunafanya fire conference nyingine, they are ready. They are hungry. Kwa nilivyokutana na kile kiwango cha njaa na shauku ya kimungu, hapana, nikasema hapana, this is what God wants. Mungu anataka nafsi yenye njaa, yenye shauku ili aweze kuijaza mema. You'll be surprised wakati tunaandaa fire conference ya juzi tuliyofanya mwezi wa 7. Wale wanafunzi wale more than 20 walifunga na kuomba chain prayer for more than 30 days kwa ajili ya ile fire conference. Na asilimia kubwa ya hao ni medical students, lakini they are ready to pray and fast katikati ya ratiba ngumu. Wamefanya overnight, wamefanya. Baada ya hapo, baada ya fire conference ile tumechoka, ni jioni, lakini tumeenda kufanya evaluation. Wameanza kuniuliza maswali, tumeanza kuongea spiritual things. Tumeanza sisi saa 12 hadi saa 4 usiku. They want to hear more, they are hungry. Sasa that level of hunger, hiyo ndio ambayo inasaidia mtu aweze kukua. Hata Yesu alifanya kazi kubwa zaidi sehemu ambazo watu walikuwa na shauku. Kwa mfano ukisoma Mathayo 13:54 hadi 58 inasemaje? Inasema na alipofika mji wa kwao, hapa sasa ni mji wake Yesu alikozaliwa, akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Wakaanza kumanalyze. Wakaanza analysis. Huyu si mwana wa seremala? Mstari wa 55 unasema, mamaye si yule aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Yaani wanamjua kila mtu anayemhusu Yesu. Na dada zake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Alafu angalia mstari wa 57. Wakachukizwa naye. Yesu akafanyaje? Akawafanyia miujiza mingi sana, akawaponya wagonjwa na kufanya mambo makubwa? Hapana. Kwa sababu they are not hungry, hawana shauku. Hawana desire. They don't desire spiritual things. Mstari wa 57 huo. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani kwake mwenyewe. Alafu sikiliza hiki kinachoendelea hapa mwishoni. Anasema wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Shauku ni ishara ya imani. Shauku ni ishara ya imani. Yaani hata ukitaka kuona utendaji wa Mungu kwenye maisha yako, kuwa mtu mwenye shauku. Kuwa mtu mwenye shauku. Yesu aliponya zaidi maeneo ambayo watu walikuwa na shauku. Kwa mfano, hebu angalia hapa Marko 6:56 inasemaje? Marko 6:56 inasema, na kila alikokwenda akiingia vijijini na mijini
au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse angalau pindo la vazi lake, nao wote waliomgusa wakapona. Sehemu ambazo watu walikuwa na shauku, walikuwa na kiu, they had a way of pulling things out of Jesus. They pulled things. Yaani kama kuna kitu ambacho kinafanya nguvu ya Mungu iwe ishindikane kuwa kufungiwa mahali, ni njaa na shauku. Nafsi yenye njaa Mungu ataijaza. Nafsi yenye njaa Mungu ataijaza. That is how powerful shauku ilivyo. Nilikuwa namsikia comedian mmoja wa Kenya, nafikiri ni Eric Omondi, akawa anasema kwamba hata kwenye kuchekesha ni ngumu sana kuwachekesha watu wa baadhi ya mikoa. Anasema kwanza akifika pale, yani hapo watu mtu amelipia kabisa, ameenda kwenye show, lakini akifika pale yani wanakaa tu wanamwangalia. Yani hamna excitement, hamna. Hapa leo anamwambia tuchekeshe. Anasema sasa hapo hata kumchekesha naanzia wapi? Kwa hata tu general, hata kwenye kuchekesha bado watu wenye shauku wanachekeshwa kirahisi kuliko mtu ambaye yuko entitled, amekaa hapo anataka wewe hapo ndo ufanye kila kitu, yeye awe recipient tu. Yesu anasema ni heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watafanyaje? Maana hao watashibishwa. Ukiwa na njaa ukawa na kiu, wewe utashibishwa. Zaburi 42:1. Zaburi 42:1, huyu ni Mfalme Daudi anasema kama ayala ioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inavyokuonea shauku, Mungu. Unaweza ukajiuliza kwa nini Daudi alimuona Mungu sana kwenye maisha yake. Siri ni hii hapa. Daudi alimuona Mungu sana kwa sababu Daudi alikuwa ana shauku sana pia ya Mungu. Anasema kama ambavyo ayala anaionea shauku mito ya maji, ndivyo na yeye anavyomuonea shauku Mungu. Huwezi kukua kiroho kama huna shauku. Kuna vitu bila shauku huwezi kutoboa. Kwenye mambo ya kimungu, you have to be desperate. You have to be desperate for God. You have to be desperate for the move of God, for the things of God. Kuna mtu alisema, revivalist mmoja alisema, tunaishi bila uamsho kwa sababu tumekubali. We have made it okay. Ndio maana tunaishi bila uamsho. Tungekuwa tunautaka uamsho kama tunavyotaka mabadiliko kwenye maeneo mengine, uamsho ungekuwa umeshakuja. Desperate people do desperate things. So for you to grow up spiritually, you need to be desperate. You need to be desperate for the things of God. For the things of God. Inabidi shauku yako izidi uzembe na uvivu na usingizi na njaa ili uweze kukua kiroho. Mtu kama Yabesi, mambo ambayo Yabesi aliyapitia yalimjengea shauku. Yaani mambo magumu, alizaliwa kwa uchungu, akapitia hali ngumu. Hayo mambo yote yalimjengea shauku kwa ajili ya mambo ya kimungu. Huzuni, uchungu, jina baya, umaskini vilimpa Yabesi hasira na akadhamiria kuleta mabadiliko. Kuna mipaka kwenye maisha yako, you cannot push them if you are not hungry. Kama huna desire na vitu vya kimungu. Kwa kuna muda Mungu anaruhusu vitu vitokee kwenye maisha yetu ili atujengee shauku kwa ajili ya mambo ya kimungu. Kwa kama una changamoto fulani unaipitia sasa hivi, kama tu labda Penina kama Hana tu ambavyo alikuwa hana mtoto, hiyo kukosa kwake mtoto kulimjengea shauku, akamlilia Mungu na Mungu akamsikia, akampa Samueli. Labda kama wana wa Israeli huko kwenye utumwa fulani, ule hali yao ya utumwa iliwajengea shauku, wakamlilia Mungu, halafu Mungu akamtuma Musa. Musa alipofika cha kwanza aliwaambiaje? Aliwaambia Mungu amesikia. Mungu alipomtokea Musa cha kwanza anamwambia nimesikia kilio cha watu wangu. Kwa hali ngumu waliokuwa wanaipitia iliwasukumia kwa Mungu, wakawa na shauku, wakawa na kiu ya Mungu. Halafu Mungu akawatokea kwa staili hiyo. Kwa kinachofanya baadhi ya vitu unaishi navyo ni kwa sababu you have made it okay. Yaani inawezekana kuna hali fulani uko nayo ambayo huipendi, lakini hujawa na shauku ya kutoka hapo. Ungekuwa na shauku tungekuona. Hana alipofika mahali aliishi na yale masimango kwa muda fulani, lakini alipofika mahali
shauku yake ikazidi, kuna kitu alifanya. Alienda hekaluni akamlilia Mungu kama mtu aliyeelewa. Wana wa Israeli walikaa utumwani miaka 430, lakini ulipofika mahali wakaona hapa imefika mwisho, walimlilia Mungu. Kwa kama una shauku, unataka kukua kiroho, kuna kitu utafanya. Tutaiona hiyo kutokea kwenye maisha yako na vile ambavyo unaishi. Lakini kama you are full of excuses, inaonyesha kwamba bado hujawa tayari. Kwa kitu cha kwanza cha msingi ili uweze kukua kiroho ni shauku. Ukiwa na shauku basi unakuwa umepata kianzio, umepata msingi ambao utakusaidia kwenye hatua zako unazozipiga kwenye kumjua Mungu. Kwenye episode inayofuata tutaendelea kwenda deep zaidi kwenye shauku, lakini naamini kwamba kufikia hapa neno hili ambalo umelisikia limekujengea matarajio. Unajua mojawapo ya njia ambazo shauku inakuja, tutaona huko mbele, shauku inaletwa na neno, kwa kusikia. Kwa ulivyosikia tu hili neno, tayari limekujengea shauku fulani ya kukua kiroho. Hadi tutakapoonana wakati mwingine, mimi ni rafiki yako Patrick Seuya. Usisahau kusubscribe pamoja na kushare video hii na mtu mmoja unayempenda. Mungu akubariki sana. Asante sana.